طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تعلم التجويد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kiongozi wetu wa umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nutabiu alhaditha natakallam an hurufi alhija kama tahaddasna fi halaqati almadhiya. Tunaendelea kuzungumzia herufi za alhija, herufi ambazo رتبها الإمام نصر بن عاصم الليثي بهذا الترتيب. herufi ambazo alizipangilia al-Imam Nasr ibn Asim al-Laythi kwa huu taratibu ambao tunauona leo wa alif ba ta tha mpaka ya, kwa sababu herufi za Kiarabu mwanzoni kabla hazijapangiliwa katika utaratibu huu zilikuwa na utaratibu tofauti. Al-Imam Nasr ibn Asim al-Laythi rahimahullahu ta'ala amefanya kazi kubwa ya kuweza kuwarahisishia watu, kwa sababu alizipanga hizo herufi bihasabi tashabuhiha fil khatti wa tamathuliha fil kitabati, kwa kuangalia namna gani zilivyofanana na mfanano wake, basi akazipanga katika sura hiyo ambayo tunaiona hivi leo kama tunavyoona katika ajza ambazo zimeandikwa. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosema, tutakuwa na harfi ya tatu, harfi ya nne, herufi ya nne ambayo ni harfu atha. Leo tutakuwa na harfi tha. Tha, ndugu zangu ambao tunaofuatiliana katika kipindi chetu cha taallumu tajwid, tha inatoka min tarafi lisan, takhruju min tarafi lisan. Tha inatoka katika ncha ya ulimi, lakini sio katika ncha ya ulimi peke yake, bali inatoka min tarafi thanaya al-ulya, katika ncha ya meno ya mbele ya juu. Yani ncha kwa ncha zinakutana, ncha ya ulimi inakutana pia na ncha ya meno ya juu ambayo yanaitwa athanaya, inakuwa ndiyo sehemu au ndio inakuwa ni sababu ya kuweza kutokea harfi tha. Unaweza ukajaribu wewe mwenyewe ukachukua ncha ya ulimi wako ukaiweka katika ncha ya meno yako ya juu, alafu ukajaribu kutamka harfi tha, utaona harfi tha inatamkika katika sura ambayo iliyokuwa nzuri.